Ni neema ya ajabu na pekee. Mungu wa mbinguni ametukutanisha tena majira ya usiku huu tuweze kulisikia neno la Mungu kwa jinsi ambavyo ya pekee ambavyo yeye anataka atusaidie siku ya leo katika kuponya nafsi zetu kutoka kwenye nguvu za giza. Leo tunaenda kusoma neno la Mungu katika Zaburi ile ya 104 mstari ule wa 19. Ninasoma katika jina la Yesu. Alifanya majira nasoma katika jina la Yesu. Zaburi hiyo ya 19 ya 104 mstari wa 19. Aliufanya mwezi kwa ajili ya nyakati, jua likatambua kuchwa kwake. Aliufanya mwezi kwa ajili ya nyakati, jua likatambua kuchwa kwake. Mungu wa neema anatupenda. Ndio maana ameachilia neema ya wokovu ili kila mtu aaminie jina la Yesu aweze kukutana na uponyaji wa nafsi yake. Leo tunaliangalia neno la Mungu kama linavyoandikwa katika Zaburi ya 104 mstari ule wa 19 kwamba Mungu aliumba mwezi kwa ajili ya nyakati. Tunaenda kuangalia majira yaliyofungwa kwenye nyakati, yaliyofungwa kwenye mwezi. Tunaangalia majira yaliyofungwa kwenye mwezi, na Mungu wa mbinguni leo anataka maisha ya watu yapone, nafsi za watu wake zifunguliwe, ziwekwe huru. Ndio maana Mungu amenipa ufunuo huu ili neno lake liweze kukutana na mahitaji ya watu na maisha ya watu wake mahali popote. Ndugu mtazamaji, unasikia neno hili ni neno la ufunuo kama ninavyosoma katika kitabu hiki cha Zaburi mstari wa 19. Ni kweli neema ya Mungu imeongezeka sana, na Mungu anahitaji sana watu ambao wanamtafuta yeye ili waweze kupona. Tukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa kwanza, tunaweza kuona uumbaji wa Mungu. Wakati Mungu anaziumba mbingu na nchi, tunaona nchi ilikuwa utupu tena ukiwa, na Roho wake alikaa juu ya uso wa nchi. Roho wa Mungu alikaa juu ya uso wa nchi, na giza pia lilikuwa juu ya uso wa nchi. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anakuambia kwamba yani nchi ilikuwa haieleweki, unformed, yani haina form, haieleweki, ilikuwa hakuonekani vitu vinavyoonekana kama ilivyo sasa baada ya Mungu kuamrisha jua, kuamrisha maji yaende mahali pake na nchi ibaki mahali pake, na kuamrisha kuwepo na mianga miwili. Tunaona kwamba neema ya Mungu iko juu ya watu wake. Unaweza ukawa kwamba ni tayari wachawi wamekuwahi wakafunga majira yako, wakayafunga kwenye mwezi. Tayari wewe utakuwa ni sawa na jinsi nchi ilivyokuwa ukiwa na tena utupu. Na pamoja na kwamba
mwanadamu anaweza akasokotwa, akafungwa kwenye giza, lakini bado neema ya Mungu inamtafuta huyu mwanadamu ambaye ameasi, ambaye amekosa, hata akawa mbali na uso wa Mungu, na hata shetani akamweza. Bado neema ya Mungu inakutafuta. Ndugu mtazamaji, mahali popote unanitazama, uko ndani ya nchi au uko nje ya nchi, ni kwamba neema ya Mungu inamtafuta kila mwanadamu, inamtafuta kila uzao wa mwanamke. Ndio maana unaweza ukawa umepoteza uthamani wako, ni tayari umewaiwa na wachawi, majira yako yakafungwa, kasokotwa vizuri, yakafungwa kwenye nyakati za usiku, ukasekwa kwenye giza. Pamoja na kwamba utakuwa umefungwa kikamilifu, bado Roho wa Mungu anakuwa anakutafuta. Roho wa Mungu anakuwa anatembea akitafuta nafsi hiyo iliyoharibiwa. Unasikia sauti ya Mungu, lakini kwa sababu kuna giza unashindwa kutoa maamuzi ya kwenda upande wa nuru, unabaki hapo katikati. Ndio wale watu unakuta ni watu ambao wanasikia sauti ya Mungu, lakini hakuna anayeelewa, kwa sababu tayari amechanganywa, yuko kwenye giza. Majira yako yanakuwa yamefungwa kwenye giza, kwenye nyakati za majira ya usiku, umefungwa kwenye giza, umefungwa kwenye mwezi. Inapokuwa hivyo, basi unakuwa unaishi maisha yaliyo kwenye giza. Ni sawa na kwamba kabla ya uumbaji Mungu nchi ilikuwa giza na nuru vilikuwa pamoja, lakini tunaona kwamba Mungu aliposema na iwe nuru, alitenganisha nuru na giza. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapokuwa tayari maisha yako yamewaiwa, nyakati zako na majira yako yakafungwa kwenye mwezi, ni kwamba wewe tayari umekuwa unatembea katika giza. Maisha yako yameambatanishwa na giza. Hata siku moja huwezi ukafanya kitu kinachoenda na wakati, kwa sababu tayari majira yako yamewaiwa, yamefungwa kwenye giza. Inapokuwa hivyo, basi inahitajika neema ya Mungu zaidi, ndio ambayo inaweza kukusaidia. Ikiwa kidogo unasikia sauti ya Roho Mtakatifu, utakuwa unasikia huzuni ndani ya moyo na nafsi, utakuwa unasikia huzuni ya Roho Mtakatifu ndani, lakini ni pale tu unapokuwa unakosa maamuzi na uweze kuchukua hatua kwamba sasa uende upande upi. Unaweza ukawa umeokoka miaka mingi na unaenda kanisani na unachukua Biblia, lakini kama neema ya Mungu haijakufikia ikakusaidia ukapata neema ya kuweza ya kupata ufunuo wa mahali ulipofungwa, inakuwa ni ngumu sana. Utabaki katika hali ya kuhuzunika na utakuwa unaomba sana na kufunga, lakini tayari maisha yako yameambatanishwa na giza. Na kama umeambatanishwa na giza, ni kwamba bado nuru haipo kwako. Maisha yako yamefungwa kwenye mwezi, kwa maana yake unatawala usiku. Na kama unatawala usiku, ina maana unatembea pamoja na giza, unaambatana pamoja na giza. Inakuwa ni ngumu sana kulitumikia kusudi la Mungu aliye hai, kwa sababu tayari umewaiwa na shetani. Leo tunaenda kushughulikia vifungo vilivyofungwa kwenye giza, vilivyofungwa kwenye mwezi. Sasa tunaenda kuomba ili Mungu akakufungue. Kama umefungwa kwenye mwezi, Mungu ataenda kukufungua, atakuweka huru na utakuwa huru kabisa. Na utaanza kuona mambo yanayobadilika katika maisha yako. Utaanza kuona majira yako yanarejea. Utaanza kuona maisha yako yanarejea. Utaanza kufurahia maisha yako ndani ya Kristo. Utafurahia Mungu aliye hai. Huyu Mungu aliyemtuma Yesu Kristo
kuja kuleta ukombozi kwa kila nafsi ipate kutoka kwenye vifungo, na utaweza kuisikia vema sauti ya Mungu aliye hai ukikisha kombolewa kutoka kwenye hivyo vifungo vya mwezi vilivyofungwa kwenye mwezi. Basi tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umelileta. Najua ufunuo huu umeuleta ili watu wapate kufunguliwa, wawekwe huru. Kutana na mtu yeyote ambaye amefungwa kwenye mwezi, nafsi iliyofungwa kwenye mwezi, njia za watu wako zilizofungwa kwenye mwezi, iwe ni mwanafunzi aliyofungwa kwenye mwezi, iwe ni mwanamke, ni ndoa iliyofungwa kwenye mwezi, iwe ni uchumi wa mtu uliofungwa kwenye mwezi, iwe ni kitu chochote kilichofungwa kwenye mwezi. Sasa nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Mungu wa mbinguni, kutana na maisha ya watu wako waliofungwa kwenye giza, ambao hawajui hata majira yao tena, hata hawakumbuki wala hawajui wanakokwenda, wala hawajui walikotoka, na taabu na mashaka zimewajaa. Basi Mungu wa mbinguni, sasa ninaachilia hukumu ya moto wa Roho Mtakatifu, naachilia hukumu ya Yesu Kristo mwenyewe kuhukumu vifungo vilivyowafunga kwenye mwezi katika jina la Yesu. Huyo mchawi anayemiliki nafsi za watu na kuwafunga kwenye mwezi, ninahukumu sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu neno lako Bwana linasema tutahukumu pamoja na Kristo, tutahukumu kabila 12 katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kuhukumu kwa moto wa Roho Mtakatifu, naachilia hukumu yako Mungu wa mbinguni iliyojaa katika nchi yote. Basi Bwana Mungu wa mbinguni, kakutane na maisha ya yule mtu aliyefungwa kwenye mwezi, akafungwa kwenye mwezi, na maisha yake siku zote na daima yamekuwa ukiwa na huzuni na mashaka. Basi Bwana, sasa ninaenda kuhukumu kile kifungo kilichomfunga kwenye mwezi, ile roho ya mauti aliyofungiwa kwenye mwezi, katika jina la Yesu naenda kuihukumu. Naenda kuhukumu roho za miungu zilizoruhusu mtu huyo kufungwa kwenye mwezi, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu naachilia hukumu yako Baba, kwa kuwa imejaa katika nchi. Kakutane na watu wanatazamaji wangu, kakutane na walioko hapa nchini, kakutane na walioko nje ya nchi, kutana na wote walioko duniani kote. Kawaweke huru Bwana waliofungwa nafsi zao, wanaoteseka kwenye utumwa wa mgumu. Kawafungue Yesu, wawekwe huru. Mweke mwanamke yule anayetaabika huru, mweke mwanamke yule anayelia kwa ajili ya ndoa yake, mweke huru. Fungua vyote vilivyofungwa kwenye mwezi Baba, katika jina la Yesu. Ninaamrisha kila kitu kirudi sasa. Naachilia malaika kwenda kuwakomboa watu wa Mungu walioko mahali popote, hata yule aliyoko hospitali ambaye amefungwa kwenye giza na ameandikiwa kufa. Sasa nasema hakuna kufa, kwa kuwa neno lako nasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Basi na mtu huyo akafufuliwe kutoka kwa wafu. Yoyote aliyefungwa vifungo kwa kuzimu akafunguliwe sasa kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu. Maisha yaliyofungwa kwenye mwezi yakafunguliwe sasa na kuwekwa huru sawa sawa na neno lako Bwana. Umesema kwamba walioko gizani na wajionyeshe sasa, na waliofungwa magerezani na wapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Na nuru yako Bwana ikawaangazie, watoke huko waliko mashimoni, wote wakafunguliwe na wajionyeshe sasa kwamba wamekuwa gizani na sasa wamefunguliwa, na nuru yako Baba iambatane na maisha yao. Waangazie nuru ya uso wako, wakaambatane na uso wako sasa, kuanzia sasa. Na giza malaika kuyarejesha majira yao yaliyoibiwa, yakafungwa kwenye mwezi, na majira yao yakageuka yakawa usiku. Na wafungua sasa, wakawekwe huru na wakaambatane sasa na nuru yako Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa amani. Ninaomba na kushukuru. Amen.